hofu. Hulali vizuri, huamki vizuri, hushindi vizuri. Bwana mmoja amenifuata nyumbani kwangu, akanambia, bwana, nimekuja, ndugu yangu, nakupenda, mapenzi yangu kwako yamenifanya nije. Nimekuja kukwambia Tanzania visiwani, mihimili ya uchochezi wa amani kuvunjika. Zanzibar iko mihimili 5 hivi sasa, yote imekamatwa, iko Lupango. Akanitajia Sheikh Mselem, Faridi Hadi, Sheikh Musa, Azan, sijui na nani, Muidin, wamekamatwa Zanzibar. Huku bara iko mihimili 4 inatakiwa kukamatwa. Katika mihimili 4 mmoja amekamatwa, bado 3. Sasa ndugu yangu, nakupenda, tahadhari. Nikamwambia nashukuru, na Qur'ani imetuhimiza khudhu khizrakum, na mimi bwana nashukuru, mtachukua tahadhari. Sasa nisaidie ile tahadhari nisitoke nje. Manake nisitoke ukaniambia, si nilikwambia? Sasa uniambie kabisa nisizungumze na Waislamu, nisitembelewe na wageni. Sikumwambia zaidi, akanambia, wewe tahadhari, wewe unajua mambo ya strategy, tahadhari. Kasi nimeshukuru bana. Mmoja amekamatwa, bado 3. Sasa sikutajieni, macho yenu ananiambia nikutajieni. Sina leka vizuri bwana. Hofu, hamli vizuri, hamlali kwa hofu. Yakitokea, Mtume alielekezwa atuambie, wabashiril swabirina. Yamemtokea Abu Durogo, sisi tunaendelea na kazi, tunaendelea na kazi tukiwa kwenye subira. Yoyote katika sisi likimfika, wengine washike mahala pake, waendelee na wao, waendelee wakiwa na nini, na subira. Tusitishane. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani anasema msitishe, yani tusitishe serikali, na sisi tunasema hivyo hivyo, serikali situtishe, tusitishane basi, tusitishane. Piga mabomu, kamata, piga virungu, tia watu hofu, kamata wanawake, wanachokamatiwa hakijulikani, uonevu mtupu, mfumo Kristo mtupu. Waislamu, salamu zangu zaidi za kwanza, tusitiwe hofu, tusiwe na hofu. Sisi tuko juu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Tarehe 12 mwezi huu wa 10, siku ya Ijumaa kama leo, Mbagala kulitokea tukio la kijana kukojolea Qur'ani. Ilikuwa ndiyo chanzo cha nchi kutikisika, kukojolea Qur'ani. Ni mihadhara, Dar es Salaam inaendelea mihadhara ya mpe huyo. Siku hizo wana mihadhara ya debate, anasimama Mkristo, anasimama Muislamu, wanazungumza, watu wanauliza. Kwa hiyo Mbagala pakawa na mazungumzo, ushabiki wa kidini. Ukienda kwenye kahawa, wako Waislamu, wako Wakristo. Kama leo ukipanda daladala, mada ni Waislamu, Wakristo, sawa, ni ushabiki.
Katika ushabiki huo, huyu kijana Emmanuel Joseph akamuona mtoto wa Kiislamu anapita, anatoka zake madrasa asubuhi mida ya saa 4 saa 5, akamuomba Qur'ani, akapeleka kwenye kikundi cha wenzake, wakakikashifu kwa maneno, kitabu cha mashetani, kitabu cha nini. Waislamu wa pale wanazungumza, sababu anacho kitabu chenu hiki mnatumia Uislamu mashetani matupu. Waislamu wanazo hoja, wao hawategemei feed force kunusuru dini yao. Wenzetu kimshinda hoja anapiga simu polisi anasema umemkashifu. Kijana akasema sawa, kama kitabu hiki ni majini na Waislamu kazi yao ni majini, fungua wewe TV Emanueli ya yule mtume Joshua wa Nigeria, ambako inasemekana hawa walokole wote wanachukua uchawi kwake. Yule Emanueli kwenye TV anafanya kazi gani? Kila siku kifungua TV anapunga majini. Anapunga majini kwa kutumia nini? Vijana wa Kikristo wakashindwa hoja. Mmoja katika hasira zake akaenda pembeni, akatoa kiungo chake, akakojolea msaafu, akakojolea Qur'ani. Walimuona pale pembeni, mmoja akasema anakojolea Qur'ani, amegusa pabaya. Watu waelewe dini ya Kiislamu, waielewe, amegusa pabaya. Muislamu bwana, hata mlezi haswali, hafungi, haswali kabisa, na pombe anakunywa. Kuna mahala ukipagusa katika Uislamu anakuwa Muislamu. Tunawajua. Wamemnyonga Saddam Hussein sikukuu kama ya leo. Mtu mmoja akabuya pombe zake anasema walai na mimi wataninyonga. Siku ya sikukuu anamnyonga na mimi wataninyonga. Wakristo wajue kuna mahala ukigusa, unagusa kwa Waislamu mahala pabaya sana, hata asiyeswali utamshangaa. Unaweza ukagusa mengine akaona Marekani inatathmini mpaka leo, Marekani imefunga balozi za nchi nyingi sana. Kuna mmoja kamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aligusa mahala pabaya sana. Balozi wa Marekani bibi akauawa, balozi zikachomwa moto. Aligusa mahala pabaya mno. Asa mmoja amekojolea pale, kijana yule Emmanuel Joseph akakojolea pale. Wale Waislamu hawakuwa tena washabiki. Jamani, kakojolea Qur'an nini? Manake imezidi, hii sio utani. Wakakamata yule mtoto na msahafu alokojolewa mpaka kwa mama yake. Mwanao kakojolea msahafu. Msahafu wenyewe huu hapa. Mama kikebehi kwa kebehi akasema sawa, kwani bei gani nikurudishieni senti? Bei gani nikurudishieni senti? Bado Waislamu ni wastaarabu, wakatoka kwa mama wakaenda police post. Jamani, huyu kakojolea msaafu
msaafu wenyewe huu hapa. Polisi wakachukua yule mtoto wakamzungusha na msaafu wake nyuma kule, pita huku akapita. Haya, mmeshamkabidhi, ondokeni sasa. Taondoka? Si tunaandika Arabi? Yaani tumemkabidhi, tunaondokaje sasa? Si inaandikwa Arabi? Polisi wakafanya kebei kuonyesha ni vijana, wakapiga kelele pale. Hasa itakuwaje? Baki tukabidhini basi sisi tuondoke naye. Polisi mmoja akapiga radio mpaka Central, dakika 20 imeingia defender moja ikambeba mtoto na msaafu wake. Defender inaondoka na polisi wakafunga kituo nao wakakimbia. Sasa ile hasira ya Waislamu ikaanza pale, mpate mpatae. Tuna vizuri pakatokea lile vurugu, na ni hadithi ndefu, hatuna muda. Kukatokea mitikisiko na nini, lakini Waislamu katika tukio kama hili, yako mambo ni muhimu tuyaelewe. Mimi Mnyamwezi kule Unyamwezini kule, wazee wetu tuliwakuta wana mila yao, sio ya Kiislamu, mila ya Kinyamwezi. Wanakanyana, usimpige mtoto usiku. Mzazi akimpiga mtoto usiku, wanasema bwana, si vizuri kumpiga mtoto usiku. Tunakuwa mila hii tunaisikia, na sisi unafanya utundu usiku. Unafanya sasa, unajua usiku upigwi, ingawa kukicha asubuhi unaweza ukapigwa kwa kosa la usiku, lakini walau ule usiku upigwi. Mzazi anasigina meno, mnatazamana macho ya nyoka, lakini hakugusi. Sasa tumekuwa wakubwa tukauliza, kwa nini mtu apigwi usiku? Sisi watoto wetu unapiga usiku, saa 4 saa 5 unamshughulikia, hamna kulala. Mnalala mmemalizana, hamlali na deni. Sasa sisi hatupigi usiku kwa nini? Wazee wetu wakatambia, usiku bwana ndio wachawi wametoka. Wachawi giza hamuwaoni. Sasa wewe unaweza ukampiga mtoto kwa mswaki tu, kakipigo haka kamoja koma kabisa, mtoto yule akafa. Kama sio kufa akaugua kweli kweli, dilipu za miezi 3 hali, na wote bakia jamani mswaki. Pengine na mkeo anasema, na mimi namuona hii kama mswaki, alimwambia tu we, lakini mkono umelegea sasa kaka mswaki. Sasa wazee wetu wakatuambia namna ilivyo. We ukimpiga mtoto kakipigo kadogo kamswaki, mchawi anampiga sada, kwa sababu mchawi haonekani, unaonekana ni wewe. Mtoto pupu kafa, unadhani umempiga wewe, kumbe mchawi kampiga, katumia mkono wako pu. Sasa wazazi walakataa kupiga watoto usiku. Sasa vurugu hizi, nadhani mnanielewa vizuri Vurugu hizi bwana, Waislamu zikitokea na wachawi. Sasa bahati mbaya siku hizi wachawi wako mchana, wewe unashughulikia aliyekojolea Qur'ani, wachawi wanachoma kanisa. Mnanielewa vizuri Si mnanielewa vizuri Sasa unabakia sio mimi, wanachukua ile advantage. Zanzibar hivyo hivyo, uamsho na madai yao,
mwenzao amekamatwa, wanamfuata polisi, huku nyuma kanisa zinaungua. Wenyewe wanamfuata polisi, nyuma mchawi anachoma kanisa. Sasa haonekani. Si nimeeleka vizuri? Lakini ninachotaka kusema sasa katika haya, Waislamu, mfumo Kristo ambao umeshika serikali na mfumo Kristo ambao umeshika vyombo vya habari ukalionesha la kuchomwa makanisa, likaoneshwa sana. Viongozi wa serikali wakalishika la kuchomwa makanisa, radio, television wakashikilia la kuchomwa makanisa. Wakereketwa wa mfumo Kristo wa TV zetu wakalishikilia la kuchomwa makanisa. Maaskofu ni makanisa, na kadiri makanisa yalivyoshadidishwa kusemwa, Qur'ani ikafanya nini? Ikasahaulika. Watu wao kuweka magogo na wengine kuchoma matairi, ambapo baadhi ya mashuhuda walielezea chanzo cha tatizo hilo na namna ambavyo jeshi la polisi lilivyowatawanya wananchi. Yaani huyo mtoto ni mtoto wa kiume, amemkuta mtoto anatoka chuoni. Baada kumkuta yule mtoto anatoka chuoni, akamuuliza umetoka wapi? Akamwambia nimetoka chuoni. Akamwambia leta msaafu wako ni uchukue. Akampiga mtoto, akakataa kutoa msaafu wake, akampiga vibao, akachukua nini? Msaafu wake. Alipochukua ule msaafu ndio sasa pale akaukojolea na akautemea mate. Hali inayotumika hapa kwa mchezo ikasahaulika. Humkuti mtu Mkristo ndani ya daradara anaelewa makanisa. Anaulizwa Mkristo mmoja baada ya kufoka sana makanisa, Muislamu anamuuliza, kwa nini Waislamu wamechoma makanisa? Kwa Kristo watatu, Muislamu huyu, yule Mkristo ndio msemaji, sasa wanachoma makanisa. Muislamu kwa kujua huyu mbona haanzi mwanzo, mbona anazungumza tulikoangukia, tulikojikwaa, mbona hasemi? Sasa anamuuliza, ndugu yangu, hebu tueleze, Waislamu walikurupuka tu wakachoma makanisa? Kwa nini Waislamu wamechoma makanisa? Akasema wanachukia Wakristo. Wanachukia Wakristo. Rais wao, makamu wa rais wa kwao, kamanda wa Dar es Salaam wa kwao, IGP wa kwao. Chuki. Sasa wenzake Wakristo wanaijua, wanamwambia, wewe kashupa, wewe Qur'ani ilichoma. Nini? Hajui hata kama Qur'ani ilichoma. Sasa wewe Qur'ani ilichomwa, ilikojolewa na nani? Mkristo alikojolea Qur'ani. Sasa ni hivyo Sunanielewa? Yaani hiyo hajui. Swala la kukojolewa Qur'ani limesahaulishwa, halizungumzwi na vyombo vya habari. Propaganda ni sasa. Wakristo, viongozi wa serikali waseme yote. Kama kanisa limechomwa, waseme pia na Qur'ani imekojolewa, waseme. Maaskofu waseme. Viongozi, waziri wa mambo ya ndani aseme. Mheshimiwa Kikwete hakusema. Ayemi simsangai, Kikwete simsangai. Mfumo Kristo unatisha bwana. Kwa hasa watu wasiomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wasioamini akhera. Mfumo Kristo simsangai rais wangu. Unatisha.
Lakini Waislamu, kanisa limechomwa. Lakini watu waseme yote, na Qur'ani imekojolewa. Lakini jingine, ushahidi wa Qur'ani kukojolewa upo. Ushahidi wa kijana wa Kikristo kukojolea Qur'ani upo. Ushahidi wa Muislamu kuchoma kanisa haupo. Haupo. Sinaeleweka eh? Basi walau serikali na Wakristo kwa hili lenye ushahidi wa wazi wangeshughulika na hili wakati wanachunguza la kuchomwa makanisa. Wachunguze, hatukatai. Wafanye uchunguzi mzuri. Mbona wauaji wa RPC wa Mwanza wamechunguza? Tunaelewana vizuri eh? Kauawa usiku wa manane akiwa kwenye mambo yake, na yenyewe yana palazwa hayawekwi wazi. RPC wetu wa Mwanza kauawa usiku wa manane. Unawauliza waheshimiwa, alikuwa doria? Rafiki yangu mmoja CID, Muislamu mwenzangu, huwa tunachati naye, namwambia mheshimiwa, alikuwa doria? Anasema alikuwa na majukumu mengine. Namuuliza, majukumu yapi ndugu yangu? Ninamweleza, anasema acha bwana, acha. Wamechunguza. Leo jana, tangu jana tunatangaziwa wamekamatwa watu 5, bado hawa 2 na majina tumechatajiwa, wanaochoma makanisa. Nguvu za dola zichunguze, ziseme kwa uhakika ni Waislamu. Isiwe Waislamu wanadai haki zao, kumbe Waislamu wanavamiwa na wachawi. Hata lugha inaeleweka eh? Wachunguze. Lakini wakati wakichunguza hili, wachunguze na hili si la uchunguzi, liko wazi. Qur'ani imekojolewa. Sheria za nchi zinasema aje? Zinasema aliyekojolea Qur'ani mtoto. Mbona tunasikia watu wa haki za binadamu wanapiga kelele, watoto wako magerezani? Watoto wanakwenda magereza, watoto wanahukumiwa. Ahukumiwe basi, ahukumiwe kitoto. Naelewa vizuri eh? Lakini unaposema mtoto hajui baya na zuri, kama hajui baya na zuri, huyu alishakojolea daftari zake za shule? Hapana. Inawezekana miaka 14 hata kitandani hakojolei. Alishakojolea sufuria la mchuzi, mama yake amekaanga akakojolea mtoto. Utoto kukojolea Qur'ani? Anayo Biblia nyumbani, alishaikojolea. Nchi yetu wa Tanzania wakati mwingine ya ajabu sana. Yuko binti anatuhuma za kumuua msanii mwenzie. Katuhumiwa, walikuwa naye kafa mkononi mwake. Eti wanabishana, mtoto mtu mzima, mtoto mtu mzima. Hivi yule binti ni mtoto? Mtoto alikuwa kwa hawala yake, wanakunywa pombe, na pengine huwezi kujua kungekuchaje mpaka asubuhi. Tizameni CD zake, ana utoto Mtoto yule.
Watu wanabeba. Mtoto anasomesha wakubwa, lakini eti wanabishana mtoto sio mtoto, miaka 18, miaka 17. Wanabishana. Lakini Waislamu ni mfumo Kristo. Ni mfumo Kristo umekamata nchi yetu. Tumezungumza haya, na hauwezi ukawatendea haki Waislamu. Mfumo Kristo. Watoto wa Kikristo wanasomeshwa kuchukia Uislamu. Wanasomeshwa kuchukia Qur'ani. Wanasomeshwa kuikebehi, kuidharau Qur'ani. Haya ya huyu mtoto ni matokeo ya mafunzo ya nyumbani kwao na kanisani kwao, kukebehi, kudharau Qur'ani. Ni mafunzo maalum, ni matokeo. Sasa Waislamu katika hili nini tufanye? Ni wakati sasa kila Muislamu anayemuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni lazima tangu sasa asimame imara kurudisha heshima ya Qur'ani, heshima ya mtume na heshima ya dini ya Kiislamu. Kuanzia sasa lazima tuwaambie dunia, tuiambie makafiri wa dunia, makafiri wa Tanzania, tuwaambie huwezi ukamtukana mtume ukabaki salama. Tuwaambie huwezi ukakebehi Qur'ani ukabaki salama. Tuwaambie huwezi kuua Muislamu kama uliyemuua Kahama ukabaki salama. Kuanzia sasa tuwaambie, na tuwaambie kwa vitendo. Kama utaona kanisa lako la maana unaliheshimu, heshimu na wengine. Heshimu. Huwezi ukatetea kanisa ukadharau kitabu kitakatifu cha mwenzako. Unakojolea halafu unadhani atanyamaza. Maaskofu na Wakristo waanze kufundishana makanisani. Kuanzia sasa wafundishane makanisani. Wawafundishe watoto wao. Wawaambie mwanangu, askofu awaambie waumini wenzake wa Kikristo, ndugu zangu wa Kristo, waheshimuni Waislamu na mambo yao. Msipo waheshimu watafanya mambo, watafanya. Hawatokaa kimya na watasema kwa vitendo. Sasa watakachoonesha kwa vitendo, wallahu aalam. Sisi watu wa lugha ya Kiarabu hicho kimekuwa makhabufu. Wakojole. Mmoja Mkristo anasema na sisi tutachoma msikiti. Wachome. Kama wanadhani utani, wachome msikiti. Wachome msikiti. Unajua tumenyamaza, tumekuwa wapole, tabia inazidi. Wamechoma juzi Mwanza. Pamechomwa.
Wamechoma Qurani juzi Mwanza. Nauliza Waislamu, mchomaji yuko wapi? Wanasema yuko mahakamani. Nikasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wamechoma, wameua Wakristo, wameua Muislamu Kahama. Gazeti hazikuandika, hazikushabikia. Kina mama yangu sijui Kejo Bisimba, Kejo Bisimba, na wataje majina. Sasa wataenda mahakamani kunidai fidia ya bilioni 100. Kina Kejo Bisimba, kina Analelia Nkia, watu wa tume ya haki. Kauawa Kahama Muislamu, hamna gazeti imeandika, hamna watu wa haki za binadamu wamesema, hamna. Aliyeuawa ni Muislamu. Hamna habari aliuawa Muislamu Kahama? Watu wa haki za binadamu mliwaona? Ukereketwa tu wa Kristo, halafu unataka amani. Na wazuri Waislamu, kuanzia sasa tuwaeleze kwamba hawawezi tena wakazihaki Uislamu pakabaki salama. Dawa ni kuwaheshimu Waislamu. Basi unakojolea Qurani halafu pawe shwari. Yule mtoto bwana analindwa kuliko benki, mpaka kwa mama yake na mtoto mwenyewe imekuwa kero, kafichwa. Waislamu wanataka kutabaruku. Lazima wanapita polisi, yuko hapo sana, yuko hapo. Sasa wale wanaotaka amani ya nchi wakisema makanisa waanze mwanzo, na Qur'ani imefanya nini? Imekojolewa. Wafanye yote, serikali yetu ifanye yote, itimize yote, isitimize, isione nusu nusu. Hilo nimezungumza. Tukio la pili limetikisa nchi ni tukio la Chang'ombe. Chang'ombe, tukio la uwanja. Mwaka 1967 Waislamu wa East African Muslim Welfare Society wakiongozwa na rais wao Tewa Saidi Tewa marehemu walipata uwanja wa Chang'ombe. Lengo kubwa la uwanja wa Chang'ombe lilikuwa ni kujenga chuo kikuu cha Kiislamu. Kwa hiyo ina maana Waislamu ndio watu wa kwanza Tanzania wangekuwa na chuo kikuu, kabla ya Wakristo, kabla ya serikali. Mpaka 1966 Waislamu wa Tanzania wanao uwanja, wanayo master plani ya kujenga chuo kikuu cha kwanza cha Kiislamu, na uwanja wa kujenga chuo hicho ni Chang'ombe. Delegation ya Waislamu ikiongozwa na Tewa Saidi Tewa na baadhi ya mashehe wa East African Muslim Welfare Society walifanya ziara nchi za Kiarabu
walikwenda Jordan, walikwenda Kuwait, walikwenda Saudi Arabia, walikwenda Misri. Na Gamal Abdel Nasser, rais wa Misri, miaka hiyo akatia sahihi kuleta pesa Tanzania za kujenga chuo kikuu cha kwanza cha Waislamu. Mwaka 1968 baada ya mambo yote kutimia, kiwanja kipo, hati ipo, michoro ipo, imepitishwa, sasa ni kujenga tu. East African Muslim Welfare Society ilimwalika Julius Kambarage Nyerere mwaka 68 kutia jiwe la msingi, na Rais Nyerere akaweka jiwe la msingi, chuo kikuu cha kwanza Tanzania, chuo kikuu cha Waislamu, sio cha Wakristo, sio cha serikali. Nyerere aliweka jiwe la msingi, akashtuka sana, Waislamu wanapata chuo kikuu kabla ya Wakristo, akashtuka sana. Mwaka huo Nyerere akavunja East African Muslim Welfare Society. Miradi ya East African Muslim Welfare Society, mali zake zikakabidhiwa BAKWATA, ukiwemo uwanja huo wa Chang'ombe. Kalijengwa kamadrasa kadogo, vijana wengi wamesoma Chang'ombe. Kale kamadrasa ndiko kalikojengwa, badala ya kujengwa lichuo kikuu kubwa la Waislamu. Waislamu chombo chao cha maendeleo kikasa. Mpaka BAKWATA inaundwa mwaka 68, Waislamu wanamiliki shule middle school, primary school, wanamiliki shule 67, nyingi zikiweko mkoa wa Kilimanjaro. Zao sasa wanakwenda chuo kikuu. Nyerere akavunja jumuiya yao ya maendeleo ya East African Muslim Welfare Society, akaunda BAKWATA. Kazi ya BAKWATA tangu kuundwa mwaka 68 ni kufilisi, kukomba, kuuza mali ya Waislamu. Moja ya matunda ya East African Muslim Welfare Society hapa Mwanza ni shule ya Mbugani. Hii ya Mbugani, ile shule ya Mbugani, na eneo lote unaloliona mpaka palipojengwa shule ya Sakafa, mpaka majumba yanayopanda kwenda Isamilo, uwanja wa Waislamu, BAKWATA ya hapa waliuza. Ndiyo kazi ya BAKWATA. Wakauza magari, wakauza viwanja, wakauza majumba. Muslim Welfare Society Dar es Salaam, ukiyatazama majumba yetu unalia wewe. Waga na wapitisha vijana, nawaambia jumba letu hili, watu wangu wadogo nitembea na wale wadogo, akili bado, nawaambia hili jumba letu hili, saa baba acha uongo. Walidhani letu manake langu. Limeuzwa miaka. Sasa BAKWATA wameuza ule uwanja wa Chang'ombe. Kwa nini BAKWATA imeuza mali mengi, Waislamu hawakushughulika? Hakukuwa na fujo. Kwa nini kuwe na fujo sasa uwanja wa Chang'ombe? Fujo inakuja kwa sababu moja kubwa. BAKWATA inauza historia. BAKWATA inauza historia ambayo Wakristo inawakera. Kama jumla ya mambo yanayowakera mfumo Kristo katika nchi hii inawakera ule uwanja BAKWATA imeuza. Inachowakera, pamoja na kuuzwa sana, kumejengwa National Housing, kumejengwa shule ya Kibasila, umemegwa kale ka area. Unajua Dar es Salaam pakiwa na open space, mtu anauliza mbona hapa jengwi, anaambiwa cha Waislamu hichi. Hapa walitaka kujenga chuo kikuu. Kuna propaganda nyingi zinajibiwa kwa open space ile. Propaganda nyingi.
kumbe walitaka kuwa na chuo kikuu kabla ya wengine. Ilitokeaje wasiwe nacho?